Kuna aina ya mwanamke ambaye hata wewe ambaye hujaoa unatamani awe mkeo. Labda unasema mweupe kidogo, mrefu, mwembamba, ila ukiacha kufunga kila mwanamke anaanza kuwa mzuri. Kila mwanamke, ilimradi ni mwanamke sio mwanaume. Unaepuka mashoga peke yake. Kwani au wewe mwanamke unasema aina fulani ya mwanaume ndo nataka. Ila nakwambia ukiacha kufunga ilimradi awe na suruali ni mwanaume. Ndio nakwambia sasa ndo njia moja wapo ya kudiscipline mwili wako. Kuna wengine wanasema ukikaribia period unajisikia hali fulani. No, funga tuone. Funga tuone. Tuone hiyo hali itatokea wapi. Haipo. Hiyo hali ni kwa sababu ugari umekuwa mwingi mwilini. Wari, unapiga wari, una mazoezi, una mifungo, una mikesha, unafikiri itakuwaje? Utawaza hayo ujinga tu. Kwa hiyo njia moja wapo ya kutisha mwili ni nini? Kufunga. Warumi 12:1. Basi ndugu zangu, kwa huruma zake Mungu na wasi na wabembeleza na waomba. Ndo kumsi mtu ni kumbembeleza. Ni kumbembeleza mtu kumsi na wabembeleza. Itoeni miili yenu kuwa dhabihu takatifu na ya kupendeza. Ndio ibada yenu yenye nini? Yenye maana. Ukweli ni huu. Ukifunga tu umemfanyia Mungu ibada. Yaani kufunga kunaitwa ibada. Kutoa mwili ni ibada. Ndio maana maandiko yanasema na watu walikuwa wakimfanyia Mungu ibada na kufunga. Yaani maana yake kule kufunga kwenyewe ndio ilikuwa ibada yenyewe. Kwa sababu mtu wa kawaida hawezi kuruhusu kukaa bila chakula. Hawezi, ni kazi ngumu. Mtu wa kawaida hawezi kukuruhusu kukaa bila usingizi. Ni kazi ngumu. Ukifaulu kukesha, ukifaulu kufunga, wewe umeanza kuhama kwenye level ya watu wa kawaida. Hata bila kusema Mungu ninaomba unitumie, nifanye kuwa chombo, utashangaa. Hata usiposema nazitaka nguvu zako, utaanza kuwa nazo kwa sababu ni reward. Ni malipo ya kutafuta uso wa Mungu. Yaani kwa mfano yeyote jaribu nikupe mfano. Jaribu kufunga 7 kavu. Alafu kaa tu kwenye uwepo wa Mungu unasoma Biblia, usiombe. Au ukiomba sema nakupenda tu Yesu. Yesu asante. Baba pokea sifa. Alafu usiombe naomba upako, usiombe naomba nguvu. Alafu ukitoka pale nenda tafuta watu anza kuwaombea. Utashangaa pepo utakazotoa. Utashangaa watu watakaopona. Sio kwa sababu umeomba baba nataka upako. Ukiomba at least warau aombaye upewa. Kwa hiyo umekuwa specific. Lakini hata usipoomba unaondoka na nguvu za Mungu. Kwa sababu kanuni nasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Yaani uwezo ukampata Bwana ukakosa nguvu. Kwa sababu Bwana sio dhaifu. Unanisikia? Kwa hiyo faida ya ngapi hiyo? Ya 6. Faida ya 7 ya kufunga ni kukuza imani. Kufunga kuna kukuza imani na kuondoa mashaka. Kufunga kuna kukuza imani na kuondoa mashaka. Kitabu cha Mathayo sura ya 17, mstari wa 19. Mathayo 17, mstari wa 19 hadi 21. Mnakumbuka wanafunzi wa Yesu walimletea Yesu yule kijana waliyejaribu kumuombea tangu asubuhi mpaka jioni bila mafanikio. Aliletwa na baba yake, tena aliwashtaki. Nimemleta mwanangu huyu amekuwa akiteseka, sawa, lakini nikamleta kwa wanafunzi wako tangu asubuhi wasiweze. Aliwadhalilisha, lakini cha pili aliwashtaki. Akamwambia Bwana, ukiweza neno lolote. Akatoa pepo chapu. Alipomaliza sasa wanafunzi walikuwa ni watu wazuri, wana moyo wa kujifunza. Hawakukasirika, akasema Yesu naye anapenda sifa. Yesu naye Bwana ametudhalilisha. Walichukua kama challenge, wakaenda kumuuliza Bwana, kwa nini sisi hatukuweza? Mstari wa 19 akawajibu akasema ni kwa sababu ya upungufu wa nini? Wa imani. Alafu akawaambia namna hii aiondoke isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Sasa sikiliza, sio kwamba lile pepo linahitaji ufunge. Kufunga kulikuwa kunawasaidia wao kuboost imani. Nikuulize hapa, sasa hivi ukiletea maiti aliyekufa siku 4, ameanza kutoa harufu, mfufue. Na umetoka kwenye mfungo wa siku 30 kavu. Unahisi ni wakati upi ambao unahisi kwamba sasa naweza nikafanya kitu? Ukweli baada ya mfungo, kwa sababu unajua sijajichanganya kokote, sijavuruga kokote, sijapita kwenye mazingira, nahisi hata Mungu ananisikia. Na sio nahisi nilikuwa na Mungu. Nimerudi nikiwa mtu mwingine. Kuna kitu fulani kinabustiwa, kuna aina fulani ya roho ya imani inabustiwa na nini? Na kufunga. Sio kujidanganya. Kufunga ni kwa faida yako, sio kwa faida ya Mungu. Kufunga kunafukuza mashaka, kunakupa aina fulani ya ujasiri alionao Mungu peke yake. Kufunga kunainua imani.